Tukisonga mbele ni kwamba kundi moja la wanawake magharibi mwa Kenya limeanza shughuli za kutunza msitu wa Kakamega ambao ni mmoja wa misitu mikubwa barani Afrika. Hii inafuata wito wa wanamazingira kutoa nafasi kwa jamii kuhusika katika uhifadhi wa misitu. Mamlaka za Kenya zilipiga marufuku ukataji miti kwa ajili ya mbao na kuchoma makaa. Hii ilifuata kupungua kwa idadi ya maeneo ya misitu Kenya ambayo iliharibiwa kutokana na ukataji ovyo wa miti. Wanawake hawa wamekuwa wakifanya kilimo cha kukuza mimea yenye dawa na chakula na hivyo kusaidia familia na jamii. Na mpisha Gabriel Ingubu ambaye alikutana nao ndani ya msitu huo. Msitu wa Kakamega, mojawapo wa vyanzo vikuu vya maji yanayotiririka hadi ziwa Victoria, ziwa kubwa barani Afrika la maji yasiyokuwa na chumvi, ambacho ni chanzo cha mto mrefu barani Afrika, mto Nile. Sio tu kwa kusafisha hewa, bali pia ni makao ya zaidi ya aina 360 ya ndege na nyani walio katika hatari ya kuangamia, kando na wanyama wengine wakiwemo nyoka, nyati na kadhalika. Msitu wa ekari 240 kilomita mraba ni kitovu cha maisha kwa jamii wanaoishi pembezoni kwa maisha yao ya kila siku. Kwa sababu ya hofu ya msitu huu kupoteza hadhi yake ya miti ya kiasili kutokana na uchomaji wa makaa, biashara ya mbao na kuni, wanawake wanaoishi pembezoni wamevalia njuga suala la kuulinda kutokana na watu wasiojali umuhimu wa mazingira, na vile vile kuepusha bwana zao kutokana na tishio la kukamatwa wanapoenda msituni. Huyu ni Nanzi Lucheri, mkazi wa eneo la Shitirira, kama kilomita 1 kutoka kwa msitu. Miaka 20 iliyopita, yeye pamoja na bwanake walianza kuotesha miche kwa ajili ya biashara na matumizi ya baadaye. Sasa hii ni nursery bed. Tukitoa hapa kwa nursery bed, tunapeleka kwa shamba ama tunapanda along the boundary. Sasa tukishapanda hivyo, kama huko chini hakukuwa na miti, but now miti iko, tumeharvest nini. Sasa hatuendi forest kutafuta kuni, hatuendi forest kupikana na maaskari, tunatafuta miti ya kuchengea nyumba. Katika udogo wake alishuhudia madhila waliopitia walipoenda kutafuta kuni msituni, na ndipo aliona umuhimu wa kuwa na miti yake katika boma lake, kuwakinga wanawe pamoja na bwanake kutokana na makali ya askari wa msitu pamoja na wanyama hatari wanaoweza kukumbana nao. Tena huwa tunasaidia watu wenye hawana miti. Kuna watu wengine ni wavivu sana, wapandi miti. Wakitaka kuchenga, they normally come here, tunawakatia miti, wanaenda kuchenga. Kwa sasa ni mmoja wa watu mashuhuri katika eneo hili wanaojulikana kwa biashara ya miche na miti. Tuko self-employed. Tunapata hapa school fees ya watoto. Alafu hata mimi mwenyewe nimesomea hii miti. Mzali nipeleka shule some few years back. Jirani yake Edith Nabwayo anayekaa kama mita 300 hivi, pia naye aliona madhila wanayopitia watafutaji wa mizizi ya mkombera, na hapo ndipo aliona kiteka uchumi pamoja na kutetea wanawe ambao mara kwa mara ziara zao za msituni zilikuwa za kutafuta mizizi huu unaopendwa na wakazi wa eneo chanya la magharibi mwa Kenya. Mkombera iko na manufaa mingi kwa binadamu. Wamama wa kunyonyesha wakikula mkombera wanatanyonyesha, maziwa yatapatikana ya kunyonyesha hao watoto wao vizuri. Matawi yake ukipatia ng'ombe yule wa kukama, maziwa yataongezeka. Alafu kuna watu ambao wanaipenda sana kuitumia kama chakula. Mkombera kwa jina la kisayansi Mondia Waitei unamea kwa kutambaa kwa miti mingine, na mizizi yake pia hutambaa ardhini. Una ladha ya ukwaju na ndimu kwa umbali, na harufu yake inakaribia ya karafuu. Utafutaji wake unahusisha kuchimba ukifuata chini kwa chini. Mingine huwa mirefu hadi mita 60, na uchimbaji wake husababisha uharibifu wa miti midogo, njia na makao ya wadudu, pamoja na kukata mizizi mingine ya miti isiyolengwa. Kwa sababu hii yangu kuna wakati iliweka mbegu nikavuna.
So nikawaambia in case wanatafuta ile ya kuuzia hawkers wao wanakuja ninawauzia, nikiwapatia tena seedlings pia nao waende wapande. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP, uharibifu wa mazingira una madhara ya moja kwa moja kwa afya. Kwa sasa takriban watu bilioni 3 ulimwenguni, ambao ni 40% ya idadi ya watu duniani, wameathirika moja kwa moja kutokana na uharibifu wa mazingira. Pia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 577 zinazopatikana kutokana na uuzaji wa bidhaa za mimea huenda zikapotea kwa sababu ya kukosekana kwa uchavushaji, yani pollination. Solomon Watai, aliyeanza shughuli za kutunza msitu huu zaidi ya miaka 40 iliyopita, anaona wepesi wa juhudi zake sasa, haswa alipoanza kuwahusisha kina mama moja kwa moja. Mwaka wa 2017 nikachukua initiative na program ambayo ilianzisha na kikundi ambacho inaitwa ROPEC, Environmental Practitioners, ili wamama wakaweza kupanda miti. Nikapata boost na shirika la Women and Water and the Natural Resource Conservation kaingiza sana kupanda miti. Tukapanda miti along River Matiti. Kikundi cha ROPEC tukapanda kwenda kwa River Mwera, mahali ambapo maji ilikuwa inapomoa sana mchanga. Tukaweza kupanda pia kwa mto Chevaywa, tukapanda hiyo inaitwanga Pambu. So hiyo ndio wakati ambapo waliingia sana kuingiza mama kupanda miti. Kwa kuleta pamoja zaidi ya vikundi 170 vyenye idadi ya watu 30 kwa kila kikundi, watu wanaokaa kando kando ya msitu, pia imesababisha kupatikana kwa ua la binadamu linalozuia waharibifu kupenya na kuingia msituni. Tumefanya miradi kadhaa ya kupanda miti, miradi ya miti ya kienyeji pamoja na Pambu. Hii miti ambayo tumekuwa tukipanda imekuwa ikisaidia sana kwa kurudisha level ya maji kuja juu na kusafisha maji. Miti tumekuwa tukipanda miti kama Kambarau katika vyanzilio vya maji. Tumekuwa tukipanda Tele Micrantha kwa luka ya Malonda ng'ombe ama Nyere Nyende, ili ikaweza kulinda maji na kurudisha the level of water kuweza kuja tu. Tumekuwa na miti ingine ambao watu wamekuwa kiokopa kupanda kwa miti mzuri ya Ficus species. Tuko na Ficus lutea, Ficus natalensis. In that subspecies, miti ambayo inalinda maji, pia inafuruta maji kama iko mbali inarudi. Alafu hiyo Pambu pia imekuwa ikisaidia. Hii ndio miradi ambayo tumekuwa tukifanya na wamama, panda miti kwa mito in the riverines. Mila potovu ya kuzuia wanawake kupanda miti kwa boma imebidi ibomolewe na kina mama hawa, kwa vile madhara ya uharibifu wa mazingira huwapata wao kwa 70% zaidi ya wanaume. Sara Kolecho, ambaye ni mweka hazina wa kikundi cha hawa kina mama, hajakuwa na wakati rahisi kuwashawishi kupanda miti. Unajua, ukiwa kama wamama katika kundi moja na tunafanya huu mkakati wa kupanda miti, ni vigumu sana kuweza kuzuiwa rather than kama unafanya mtu mmoja. Wamama tunapopanda miti pamoja kupitia kwa vikundi vya kina mama ama shule ama mashirika yasiyo ya kiserikali, mara nyingi hujenga mambo yanayoonekana na nguvu. Serikali yetu na mashirika yasiyo ya kiserikali na programs za mazingira kututia motisha sisi wamama kuweza kushiriki katika upanzi wa miti. Kwa ushirikiano wa maafisa wa kike wa kituo cha Malava, kina mama hawa wamepata motisha wa kipekee kufanikisha juhudi zao. Mfano ya kuigwa ambayo ibadilisha mawazo ya mila zetu na desturi. Tunapoonyesha watu waliohusika katika kusimamia misitu ambao wanaongoza miradi ya mazingira na inafanikiwa. Kwa mfano Wangare Maathai na First Lady Mama Rachel Ruto anahusika sana katika hali ya misitu na mazingira. Na unapopeana mfano hai kama hiyo, hakika itavunja upakuzi ambao unaletwa kwa upande wa kina mama. Kulingana na wavuti wa Global Forest Watch, eneo la Malava katika msitu wa Kakamega kati ya mwaka wa 2000 hadi 2024 lilirekodi ongezeko la miti kwa hekari 280, ambaye inawakilisha 9% ya msitu wote wa Kakamega. Vilevile visa vya moto katika eneo hili vimekwisha kwa wakati huu, tatizo ambalo lilikuwepo kwa wingi miaka ya 2012 hadi 2015. Kwa hivyo mimi ninapokaa kwa boma, ninapanda miti kama miti ya madawa, medicinal and herbal trees. Ni kama neem tree
ambayo ni mwarobaini, moringa ambayo ni mlonge, alafu kuna Indian gooseberry. Kwa kufikia malengo ya milenia na ruwaza ya 2030, serikali ya Kenya inawajibikia upanzi wa miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Gabriel Ingubu, makala maalum, Mwanamke Mwokozi. Rumba, rumba.